Wanane kati ya 12 waliokuwa wakishikiliwa na kuhojiwa na jeshi la polisi kutokana na upotevu wa makontena 329 pamoja na ukwepaji ushuru zaidi ya bilioni 80 wamepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam. Taarifa ya Misi Suleiman inafanua zaidi. Watuhumiwa hao wanane wakiongozwa na kamishna wa forodha mamlaka ya mapato Tanzania TRA Tiaji Masamaki wanakabiliwa na mashtaka mawili ikiwemo kuhujumu uchumi pamoja na upotevu wa kiasi cha shilingi bilioni 12.7 na kuisababishia serikali hasara. Imeelezwa kuwa kati ya tarehe 1 na tarehe 6 Juni mwaka huu katika eneo lisilofahamika, washtakiwa hao walidanganya serikali kwa kutoa makontena 329 bandarini na kuyapeleka katika bandari kavu ya kuhifadhia kontena ya Azam, huku wakidai kuwa kontena hizo tayari zimelipiwa kodi kinyume cha kifungu 306 sura 16 ya mwaka 2002. Katika shtaka la kuhujumu uchumi, washtakiwa hao wanatuhumiwa kuisababishia serikali hasara mamilioni ya fedha kama mapato na kodi, shitaka ambalo halina dhamana kwa kuwa mahakama Kisutu haina uwezo wa kisheria kusikiliza shauri hilo. Hakimu mkazi wa mahakama Kisutu Haruni Shahidi amesema upelelezi wa kesi hiyo bado unaendelea na kuiahirisha kesi hiyo mpaka Desemba 17 mwaka huu, huku watuhumiwa wote wanane wakipelekwa rumande. Waliopandishwa kizimbani ni pamoja na Tiaji Masamaki, Habibu Hamis, meneja wa huduma na wateja TRA, Harun Mapande, mkuu wa mfumo wa ICT TRA, Raymond Adolf wa TRA, mwanadada Eliachi Mrema, afisa wa TRA katika bandari kavu ya Azam, Ashraf Yusuf Khan, meneja wa ICD ya Azam, pamoja na Bolton Adolf, meneja udhibiti wa TRA. Watuhumiwa wa kesi za kontena bandarini 349 zilizopotea bila kulipiwa kodi. Kutoka hapa Kisutu jijini Dar es Salaam, ni mimi Hamisi Suleiman wa Channel 10.